ni kwa nini Yesu anataka wale ambao wanapenda kuwa wanafunzi wake wao wamejikana wenyewe. Tuseme amina wapendwa Yesu. Amen. Kwa nini Yesu anataka wale ambao wanapenda kuwa wanafunzi wake kwa kuwa wamejikana wenyewe bila kusukumwa na mtu yeyote? Tukiendelea ni kumshana tena somo letu ambalo linasema nini katika kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Yesu anapenda wale ambao wanamfuata kuwa wanafunzi wake wamejikana wenyewe. Ni kwa sababu Yesu Kristo hamuoni mwanafunzi kama yule ambaye mtu ambaye anaishi neno, ila Yesu Kristo anamuona mwanafunzi ni yule ambaye mtendaji wa neno. Tuseme amina tena. Amen. Ili mwanafunzi wa Yesu Kristo ni lazima uwe mtendaji wa neno. Kwa maana kuna yule ambaye anaishi kuishi neno na kulitenda kama kulisikia. Tuseme amina wapendwa. Amen. Hawezi kuwa mtendaji wa neno kama kusikia neno, hawezi kuwa vyema. Basi kwa kuendelea tutaendelea tukisema kwamba ili pia kama mwanafunzi wa Yesu Kristo ni lazima uishi maandiko matakatifu wapendwa. Tupepe Yesu wapendwa kama tunapokuja. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ili mwanafunzi wa Yesu Kristo ni lazima uishi maandiko matakatifu mpendwa. Isikuwe jipremia upandelie wewe mwezi na zake naisha. Hawaya kama nataka Biblia aseme kusome na watoto wako wafahamu lale. Uishi maandiko matakatifu wapendwa. Ili mwanafunzi wa Yesu Kristo ni lazima uishi maandiko matakatifu. Kwa nasoma Biblia, usome maneno ya Mungu. Haleluya wapendwa. Amen. Basi kwa kuendelea tutaacha mzee wetu wa mahali kutusomea kitabu cha Yohana sura 1. Tena siku ya pili yake Yohane alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akisema, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Wakaenda wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10 mpaka saa 4 mpaka 3:9. Wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10:30 na yote. Amen. Amen. Kwa kuendelesha wapendwa wa Mungu, tukiendelea katika usomo wetu ambao tunaweza kusomewa na mzee wetu, ni wanatupia habari za wanafunzi wa Yesu Kristo. Tumesikia jina Yohana na kadhalika. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanatambia kwamba wanafunzi wa Yesu Kristo katika usomi wetu wa leo, wanafunzi wa Yesu Kristo hawakuja kwa Yesu kwa ajili ya mafundisho tu ya Yesu Kristo kama mpendo. Wanafunzi wa Yesu Kristo walifuata Yesu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo Yesu Kristo alikuwa anawatendea. Alikuwa anatendea watu kupitia ile kuona Yesu Kristo anatendea watu matendo makubwa, ikatilewa mitume wa Yesu Kristo wamfuate na mpaka pale wakaitiwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tuseme amen. Amen. Tuseme amen, tuseme kwa usahihi. Amen. Amen. Wanafunzi wa Yesu Kristo hawakufuata Yesu juu ya mafundisho tu. Wanatuambilia tena walifuata Yesu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo Yesu Kristo alikuwa anatendea, wakikacha wanakuja kwa Yesu. Na walipokuja kwa Yesu, Yesu Kristo aliwaona na akawaambia, njooni nanyi mtajionea wenyewe. Yesu hakusema maneno ya mingi ya kujifanya mteke mkubwa na kuoneshaka, hapana. Alisema tu neno moja, njooni kwangu, njooni nanyi mtajionea wenyewe. Tuseme amen. 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 Na ni swali dogo la kujiuliza ili uwe mwanafunzi wa Yesu Kristo kupitia andiko hili ambalo tunaweza kusoma. Wanatambia
alipoitia pale pale akapata samaki nyingi. Na ilikuwa kapima miujiza, matendo makuu Yesu alikuwa anatendea watu. Tuseme amen. Amen. Yesu Kristo kutokana na hizi wanafunzi Yesu Kristo walibaki wakiona matendo makuu. Katika yale matendo makuu labda waliona ishara na miujiza ya Yesu Kristo. Labda waliona maneno ya ukweli ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa msema bongo. Wewe unapata posti ya ngapi? Unasema bongo, unasema kwa sababu nimesema bongo mpendo. Useme amen. Amen. Labda waliona maisha ya ukweli ya Yesu Kristo, maneno ya ukweli ya Yesu Kristo. Labda pia waliona maisha tofauti ya Yesu Kristo. Ndugu wenzangu, Yesu Kristo alikuwa na maisha tofauti na maisha ya watu wengine wote. Hapana maisha yote alikuwa alikuwa tajiri ndio kiroho, hata pia kimwili, na alikuwa ajionyeshaje. Lazima ndio kama unahitaji kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kama uko tajiri jionyeshe mpendwa. Ufanye mfano wa Yesu Kristo, ili mwanafunzi wa Yesu Kristo mpendwa. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Tunaendelea kusema kwanza kwamba kutokana na maandiko yetu ya mafundisho yetu ya leo, vitabu ambavyo tunaweza kuvisoma, wanatuambia kwamba ili mwanafunzi wa Yesu Kristo, ili mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni lazima uishi maandiko matakatifu. Amen. Pia ni lazima kuwa mtendaji wa neno. Mtendaji wa neno kivipi mwenzangu mpendwa wa Yesu Kristo? Kisha